Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na jambo ambalo amelizungumza huyu hapa, si mwingine bali ni bondia Mwakinyo. Kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata za ndani kabisa za chini, ni kuhusiana na kwamba Mwakinyo ameamua kuzungumza kwa mara ya kwanza tokea alivyokuwa akikabiliwa na ile kesi ambayo imemkuta. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Mwakinyo bwana alikuwa anakabiliwa na kesi ya kumjeruhi kijana ambaye anafahamika kwa jina la Ali. Na huyu kijana inasemekana kwamba tukio hilo lilitokea majira ya saa 10 alfajiri, yani ambapo huyu kijana alikuwa anaenda katika mizunguko yake, lakini akapita karibu kabisa na nyumbani kwa Mwakinyo huko Tanga Sehera, ambapo wakati anapita bwana akikuta nazi nje akaziokota, kitendo ambacho Mwakinyo alimbamba na kumkamata na kumuingiza ndani na kisha akamkatakata na visu na kumsakizia mbwa wa mng'ate, jambo ambalo limesababisha majeraha makubwa sana kwa huyu kijana. Na mwisho wa siku hii habari ikasambaa sana mitandaoni, watu wengi sana wakawa wameguswa na habari hiyo, ikapelekea jeshi la polisi kuchukua hatua ya kumkamata bondia huyo Mwakinyo. Kwa hivyo basi wakaweka wazi kabisa kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, na huyu Mwakinyo pamoja na umaarufu na mambo yote ambayo ameyafanya hapa nchini, lakini still bado hayuko juu ya sheria, na sheria itafuata mkondo wake. Iwapo kama kweli ikionekana katika upelelezi kwamba Mwakinyo kweli alimjeruhi huyu kijana, basi moja kwa moja atapelekwa katika mahakama na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake, kwa sababu kitendo cha kumjeruhi mtu ni kosa la jinai. Sasa habari ambazo tumezipata hivi karibuni ni kwamba kuna page hapa wameandika hapa kwa Mpenja, wameandika kwamba niko nje kwa dhamana na siwezi kufunguka sana, ni vitu gani vinaendelea au nini kimetokea, maana tayari jambo liko katika ngazi za juu kwa ajili ya uchunguzi, lakini kubwa ni kwamba nina maadui wengi. Lakini pia kuishia hapo, Mwakinyo akasikika akizungumza kwamba na waomba radhi wa Tanzania na mashabiki zangu pamoja na familia ya kijana kwa kadhia iliyotokea. So bondia Mwakinyo alisikika akizungumza hayo wakati kupitia kipindi cha Amplifier ya Clouds FM. So wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu amesema kwamba bwana, kuna muda tabia yako inakufanya uhisi una maadui wengi kwenye jamii. Kwa mtu mwingine anasema huyu jamaa ni mkorofi na ni kiburi. Kwa mtu anasema kwamba bwana, adui yako namba 1 ni fikra zako wewe mwenyewe. Kwa mtu anasema maadui gani wewe ishi na watu vizuri. Kwa mtu amesema kwamba bwana kwa mtu amesema kwamba bwana, badilika, star hutakiwi kuishi hivyo. Kwa mtu kwamba kuna mtu amesema kwamba kweli una maadui wengi sana bro. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba maadui 9999. Kwa mtu ameandika kwamba bwana, hao maadui umewatafuta wewe mwenyewe. So watu wengi sana naona wako katika upande negative wa kijana huyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.